Moja, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini mbili, tushukuru viongozi wetu wa kitaifa kwa maana Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kama alivyosema katika hotuba yangu, wote marais wetu wamekuwa wakiongeza jitihada kubwa katika sekta ya elimu na kuweka mazingira bora na wezeshi ili vijana wetu wapate fursa. Sasa nimeanza na hivi kwa sababu huu ndo msingi. Huu ndo msingi. Mimi nasimamia Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji, na natamani kuona tuna vijana ambao wanauelewa maarifa mapya, ubunifu na wanaweza kuendana na mazingira ya sasa katika teknolojia tulionayo. Kwa hiyo msingi wa kwanza unatokana na elimu, uwekezaji ambao umeshafanywa, na tunawashukuru sana viongozi wetu. Sisi tunachukua vijana kutokea hapo. Wale ambao wamekwenda mbele katika fursa za elimu, tunaendelea kuhakikisha kwamba tunawapushi waende mbele zaidi, lakini wale ambao wamesita kwa sababu moja ama nyingine, na wale ambao hawakupata hizi fursa kabisa, ni jukumu letu sasa kama wizara kuwachukua, kuwapa maarifa mapya, ujuzi na kuwajengea uwezo kwenye stadi za maisha, baadaye kuwawezesha kwa kuwapa mikopo ili kesho na kesho kutwa wawe wazalishaji na wenyewe nao wachangie katika uchumi wa taifa letu. Hicho ndio kikubwa ambacho tunakifanya. Tuna ushiriki wa vyuo vikuu kutoka mataifa ya nje wako katika maonesho haya. Uwepo wao katika maonesho haya ni moja ya njia ya kuwasaidia taifa la Zanzibar kuweza kukuza maendeleo zaidi kupitia hivi vyuo ambavyo vinashiriki katika maonesho haya. Wito wako ni upi kwa wazazi kuzitumia hizi fursa? Moja, kwa jamii nzima, hasa wazazi wenye vijana ambao wanatamani kutumia hizi fursa, waendelee kutumia taasisi hizi ambazo tuko nazo za ndani, lakini pamoja na zile za nje. Lakini wito mkubwa ambao natoa, wazazi wawe wepesi katika kutambua ni zipi taasisi ambazo zinaweza zikawachukua watoto wetu from zero to hero. Kuna changamoto ambazo tumepitia miaka kadhaa ya nyuma. Tulikuwa na taasisi kwanza ni nyingi ambazo pengine hazikuwa zikihakikiwa vizuri jinsi ya utendaji wao kazi. Badala yake ilipelekea matatizo makubwa kwa wanafunzi wetu kwenda wakasoma miaka 3-4, baadaye TCU hawavitambui vyeti na vyuo ambavyo wamesomea. Lakini jambo hili sasa hivi limekuwa limerekebishwa. Kwa hiyo bado naendelea kuwasihi jamii, kuwasihi wazazi waziangalie kwa kina hizi taasisi ambazo zimepata usajili na TCU, lakini pia wazitumie kwa ukubwa wake, kwa sababu tunaamini vijana wetu wanapotoka nje ya mazingira ya Tanzania wana mengi ya kujifunza zaidi ya elimu, maarifa mapya, lakini kutembea ni kusoma. Wanaona pia vijana wenzao katika mataifa mbalimbali wanavyotumia fursa zilizopo kwenye nchi zao kuendeleza mataifa yao. Kwa hiyo bado na wasihi wa Tanzania tuendelee kuzitumia hizi taasisi za elimu ya juu hasa za nje, lakini vile vile kwa upande wa vijana ambao wanatoka nje wakumbuke kurudi kuja kuendeleza taifa lao kwa kutumia maarifa waliyopata ughaibuni. Tuna fursa ya scholarship. Kwa mfano kuna chuo hapa cha CRM kinatoa fursa ya scholarship kwa 100%. Ndio. Wito wako ni upi kwa Wazanzibari katika kutumia fursa hiyo ili kutengeneza rasilimali watu yenye taaluma ambayo itakuja kujikita zaidi hapa nchini kwao? Moja, kwanza wito wangu uwe kwa hicho chuo chenyewe isishie tu kutamkwa kutoa 100%. 100% itolewe na ionekane. Manake wanafunzi unapomwambia 100%, anataraji kwamba anapoanza mpaka anapomaliza, lakini kusiwe tena na mitiririko ya ada zingine ndogo ndogo ambazo zinaweza zikakwaza ama kuwapelekea kusita. Kwa hiyo moja hilo, lakini mbili, kama tuna kitu kama hicho ni kwetu ni baraka katika taifa, iwe Zanzibar iwe Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii kuitumia hiyo taasisi ambayo umeitaja ili wanafunzi wetu wapate wepesi na urahisi wa kusoma kwa kuanza na kumaliza masomo yao. Asante. La mwisho kabisa, tukitoka hapa tunatarajia kwenda Pemba katika maonesho haya. Tuna lipi la kuambia Watanzania katika kuzipokea hizi fursa za maonesho ambayo yatatoka hapa Zanzibar na kuelekea kule Pemba? Nasema kwa upande wa Unguja mmefanikiwa kwa sababu kadri mabanda yote nilopita mwitikio nimeelezwa kwamba mzuri, lakini na mimi mwenyewe nimejionea mwitikio ni mzuri. Sasa nitoe wito pia kwa wananchi wa Pemba. Fursa hii ingekuwepo Unguja pekee, pengine ingewakosesha nafasi ya kushiriki. Lakini maamuzi ambayo yamefanyika kupeleka fursa hii Pemba ni tukio muhimu na la kipekee na la heshima. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi na wahamasishane, na sisi pia tuwahi kwenda mapema tuwahamasishe wananchi wazitumie hizi fursa kwa manufaa ya leo na kesho na kwa baadaye pia. Informative TV. We believe in knowledge.